Ndugu wanahabari, ningependa kuendelea kutoa taarifa kwa umma kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro bado linaendelea kumshikilia Rusi Shayo pamoja na mwenzake ambao tulitolea taarifa kwamba tumewakamata. Msingi, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro pia linapenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na hoja mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa za kukamatwa kwa Rusi Simon Shayo mwenye umri wa miaka 32. Huyu ni mkulima mkazi wa Rwambuyuni mkoa wa Iringa, na Steven Godwell Simchimba mwenye umri wa miaka 41. Huyu ni mteknolojia, ni mtumishi wa serikali na ni mkazi wa Tanga, na kwa sasa anaishi mkoani Morogoro kwa kazi maalum. Taarifa yetu ilitolewa Septemba 11 mwaka huu na ikizungumzia kukamatwa kwa hao watuhumiwa wawili. Watuhumiwa hao walikamatwa wakiwa wamepanga na kuishi kwenye chumba kimoja kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa. Yaani hao wamepanga na wanaishi pamoja kwenye chumba kimoja kuanzia Agosti 16, 2025 hadi Septemba 15, 2025. Hii ni kwa mujibu wa mkataba ambao tumeupata. Na nyumba ambayo wamepanga inamilikiwa na mtu mmoja anaitwa Focus Ndunguru. Huyu ni mkazi wa mtaa wa Falkland. Hii ni kata ya Mlimani, manispaa ya Morogoro. Na wakati wa ukamataji wao, ule ukamataji ulifanyika kisheria, kwa maana kwamba ulihusishwa kuitwa viongozi wa eneo hilo la mtaa na walishuhudia ukamataji na upekuzi. Hivyo hakuna nguvu yoyote ambayo imetumika kama ambavyo imekuwa ikipotoshwa kwenye mitandao ya kijamii, kwamba taratibu zote za kisheria zimefuatwa na unaona ukamataji umeshuhudiwa na viongozi wa mtaa ule. Watuhumiwa hawa wamekuwa wakifuatiliwa kwa muda mrefu kutokana na tuhuma za kujihusisha na kuandaa na kusambaza taarifa zenye maudhui yanayokiuka sheria za nchi. Na baada ya kukamatwa kwao ilifanikisha kupatikana kwa vielelezo na ushahidi wa aina mbalimbali, ikiwemo vielelezo ambavyo vinaendelea kufanywa kazi. Aidha, imebainika kuwa watuhumiwa wengine wanaoshirikiana nao wapo na tunaendelea kuwatafuta, na uchunguzi dhidi yao unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuweza kufanikisha ukamataji wao. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba huyu Steven Godwell Simchimba, ambaye kimsingi alikamatwa pamoja na yeye, ni mtumishi wa serikali kama mteknolojia wa maabara na shughuli zake anazifanyia huko mkoani Tanga. Kuja kwake mkoani Morogoro alikuja kwa wito maalum wa serikali. Anakuja kushiriki katika kazi maalum ya uhakiki na usahihishaji wa mitihani ya vyuo vya afya. Sasa katika ujio huo naona alimwalika huyu Rusi Simon Shayo ambaye nimesema anaishi mkoa wa Iringa. Kwa hiyo alitokea mkoa wa Iringa na wamekuwa wakiishi kwenye nyumba hiyo tangu kwa pamoja sasa. Yaani wamekuwa wakiishi naye pamoja kwenye nyumba hiyo tangu Agosti 22 mwaka huu hadi walipokamatwa. Aidha, watuhumiwa wamekuwa wakitumia wasaa huo wa kuishi pamoja kuandaa na kusambaza uzushi ambao nimeuzungumzia hapo juu. Miongoni mwa taarifa wanazotuhumiwa nazo kuandaa na kusambaza ni pamoja na zile zenye maudhui ya upotoshaji, uzushi na zenye kuleta taharuki, ikiwa ni pamoja na kudai kwamba magari aina ya mabasi yanayotumika kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi ni mali ya jeshi. Kwa hiyo huu uzushi ndio umepelekea pia iwe ni sehemu ya sababu ya kuwatafuta kwa muda mrefu. Wakati wowote kuanzia sasa uchunguzi wa tuhuma hizi utakamilishwa na hatua zingine za kisheria zitaendelea. Hivyo tunatoa wito kwa wananchi wema kuwa watulivu na kusubiri hatua za kisheria zinazofuata. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo kwa yeyote yule anayeshiriki kuandaa na kusambaza taarifa za upotoshaji